hili la wafanyikazi mjambo liko, na ukiangalia mitihani pia ipo ndani ya majumba. Si kuna wengine huajiri wanawake kwenye kufanya kazi ndani ya majumba, lakini utakuta ya kwamba kuna wanaume mashtaka haya yako, wafanyikazi hawampishi, hamu yake haipata kwa mke wake, na wenzuri atakavyokuwa mke, lakini hamu yake yeye wafanyikazi tu. Ungia miezi miwili, mara dada wa watu, manake tuwaita dada, mama mimi siwezi tena kuketi hapa. Nini bwana, kazi nyingi, mshahara kidogo, takuongezea usijali. Si hayo na mengine yapi? Mama tuyaache. Kudadisiwa ambiwa baba, kila nikienda nikioga hunichungulia chooni. Baba nikilala romuni kwangu, jana usiku aliniingilia kutaka kunishika. Yako mambo haya. Watu wata bibi zao wakataka kuwashika kina dada wa kazi, na kina mama pia tuseme ya kwamba ni kweli kwenye kuajiriwa kwako mwanamke wa kazi, dada wa kazi kwenye kukusaidia, haina maana pia ukapandisha maguko chini, ukatezana simu, kwa kila kitu ujali. Leo waume wingi watizamwa na madada wa kazi. Mume hata akiingia akiuliza chakula, dada wa kazi ndio humwekea. Mume akitaka maji ya kuoga moto, hubandikiwa na mfanyaji kazi. Tafanyaje kisha baba simtamani? Nawe huna hamu, wachati tu. Wewe wachati, teza na simu tu, kila kitu ni dada. Haya masala ya dada, akina mama msianyamazie sana kwa kuyatizama hivi, mutaharibikiwa na mingi kwenye ndoa zenu. Si leo, hata kwenye majumba yetu. Angalieni wanaopika madada ambao kwamba huja kwenye majumba hawajui kupika chochote, lakini huondoka wakaenda makwao, wamekuwa mabingwa wajuao kupika. Lakini mabinti zetu hata chai hawezi kubandika, kwa kuatiwa dada bandike kila kitu. Huolewa binti yako na huolewa binti yangu, kaenda kwa mumewe, baada ya wiki mbili amerejeshwa. Nini? Alinipikia sukuma, hazikulika sukuma hizo. Sababu nini? Mamake kwenye kumwata dada wa kazi kushughulikana yote, mpaka mabinti zetu wanaoza ndani ya majumba.